Unahangaika na pesa? Unahisi kwamba haijalishi unavyohangaika, bado huwezi kupata nafuu? Je, ningekuambia kuna silaha ya siri inayoweza kubadilisha kila kitu, haijalishi mshahara wako ni mdogo kiasi gani? Mamia na maelfu wamepata amani na mafanikio kwa kurejea kwenye mstari hii yenye nguvu ya Biblia, mstari ambayo si maneno tu, bali ni ahadi za Mungu mwenyewe. Kaa nami kwa sababu nitakushirikisha mstari 8 ya Biblia inayobadilisha maisha. Mstari hii itakata wasiwasi wako wa kifedha na kukujaza tumaini na ujasiri. Sikiliza kwa makini mstari wa 5. Ni ahadi ambayo hutaki kuipuuza. Yesu alisema katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 kuanzia mstari wa 31 hadi 33. Basi msijali, mkisema tutakula nini, au tutakunywa nini, au tutavaa nini, kwa maana mataifa ya ulimwengu huu hukimbilia mambo haya yote, lakini Baba yenu wa mbinguni anajua kwamba mnahitaji hayo yote. Lakini tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mambo haya yote mtapewa kwa nyongeza. Hii si wito wa kupuuza mahitaji yako, bali ni ukumbusho kwamba Mungu tayari anajua unachohitaji. Badala ya kufuatilia pesa kwa hofu, zingatia kumtafuta Mungu kwanza. Ukifanya hivyo, anaahidi kutunza yote mengine. Katika waraka wa Paulo kwa Wafilipi sura ya 4 mstari wa 19, tunaambiwa, na Mungu wangu atakutosheleza kila hitaji lako, kulingana na utajiri wake katika utukufu kwa njia ya Kristo Yesu. Utoaji wa Mungu hauzuiliwi na hali au uchumi, bali hutoka katika utajiri wake usio na kipimo. Unapomtegemea, unapata chanzo kisichoisha cha riziki. Katika kitabu cha Methali sura ya 3 kuanzia mstari wa 9 hadi 10, Biblia inasema, heshimu Bwana kwa mali zako na kwa mavuno ya kwanza ya kila mazao yako, basi magala yako yatajaa mazao na vyombo vyako vitajaa mvinyo mpya. Kama unapenda haya mazungumzo ya kiroho, usisahau kulike, kushare na kusubscribe kwa channel hii. Tuendelee kukua pamoja katika imani. Hata wakati fedha zinapokuwa chache, kutoa kwa Mungu ni tendo la imani. Unapomheshimu Mungu na kile ulicho nacho, hukubariki zaidi ya unavyotarajia. Yesu pia anataja kuhusu ndege katika kitabu cha Luka sura ya 12 kuanzia mstari wa 22 hadi 24. Angalieni korongo, hawaokoi wala hawavuni, wala hawana gala wala magala, lakini Mungu huwalea. Na ninyi mna thamani zaidi ya ndege. Ikiwa Mungu anawatunza ndege ambao hawafanyi kazi wala kupanga chakula chao, basi ataangalia vipi kwa ajili yako? Mstari huu unatuhimiza kuacha wasiwasi na kumtegemea Mungu kwa riziki yake. Daudi anashuhudia katika kitabu cha Zaburi sura ya 37 mstari wa 25. Nikiwa kijana na sasa nikiwa mzee, sijawahi kuona mtu mwenye haki ameachwa au watoto wake wakiomba mkate. Mungu ana rekodi ya uaminifu. Katika vizazi vingi, hakuwahi kuwaacha waliomtegemea. Wewe si tofauti. Katika waraka wa Waebrania sura ya 13 mstari wa 5, Biblia inasema, jihadharini msipende pesa, waepuke tamaa na furahia kile ulicho nacho, kwa sababu Mungu amesema, sitakuacha wala sitakuacha kamwe. Hata wakati pesa zinapokuwa chache, uwepo wa Mungu ni wa kudumu. Kuridhika kunatokana na kujua kwamba hupo peke yako, bila kujali hali yako ya kifedha. Mungu anatupa changamoto ya kumjaribu katika kitabu cha Malaki sura ya 3 mstari wa 10. Lete 10 kamili katika hazina, ili pawe na chakula nyumbani kwangu. Nijaribuni nanyi, asema Bwana Mwenyezi, na mtagundua kama sitafungua milango ya mbinguni na kumwaga baraka nyingi kiasi kwamba hapakuwa na nafasi ya kuzihifadhi. Huu ndio wakati mmoja ambapo Mungu anatupa nafasi ya kumjaribu. Tunapotoa kwa uaminifu, anaahidi kutufungulia baraka za mbinguni. Mwishowe, katika waraka wa pili kwa Wakorintho sura ya 9 mstari wa 8 tunasoma, Mungu anaweza kuwabariki kwa wingi hata katika mambo yote wakati wote. Muwe na kila kitu mnachohitaji, mkizidi katika kila kazi njema. Mungu si tu anakutunza, bali anakubariki ili uwe baraka kwa wengine.
Hata kama sasa unaishi kwa shida, Mungu anaweza kubadilisha hali hiyo. Mungu anaona mapambano yako na anasikia kilio chako cha moyo. Ana mpango wa kukuinua, kukuwezesha na kukutumia hata katikati ya dhoruba zako za kifedha. Je, umewahi kuhisi kwamba changamoto zako za kifedha ni kubwa kupita uwezo wako? Ikiwa uko katika hali hiyo sasa hivi, ningependa kukukumbusha kwamba Mungu anajua mahitaji yako na anajali sana hali yako. Iwe unakutana na madeni, unakutana na hitaji la dharura, au unahisi umejikwaa, changamoto za kifedha zinaweza kubeba mzigo mzito moyoni mwako. Lakini habari njema ni hii: Mungu wetu ni mtoaji, anayefurahi kuwabariki watoto wake. Leo tuzungumze ahadi zake na tufuate mwongozo wake kwa ajili ya mapatano yako ya kifedha. Iwe unapambana na deni, una shida ya kufika mwisho wa mwezi, au unatafuta upatikanaji wa hitaji muhimu, shinikizo la kifedha linaweza kuwa lenye kukatisha tamaa. Linaweza kuleta hofu, wasiwasi na hisia za kukata tamaa. Lakini jipe moyo, Mungu wetu ni Jehova Jire, Bwana ambaye hutoa. Anajua kila hitaji lako na ni mwaminifu kutuongoza, kutupatia na kutubariki watoto wake. Leo tutamgeukia kwa imani kwa ajili ya miujiza ya kifedha uliokuwa ukiomba. Changamoto za kifedha ni sehemu ya maisha, lakini Biblia inatufundisha kwamba Mungu ndiyo chanzo chetu cha mwisho cha upatikanaji. Katika Wafilipi sura ya 4 mstari wa 19 inasema, na Mungu wangu atatimiza mahitaji yenu yote kwa kadiri ya utajiri wake katika utukufu kwa Kristo Yesu. Hakuna hali inayoshindikana. Rasilimali za Mungu hazina kikomo na baraka zake ni nyingi. Wakati unapokutana na changamoto za kifedha, inaweza kuonekana kama hakuna njia ya kutoka. Huenda ukahisi aibu, wasiwasi au mzigo wa hofu kuhusu kesho. Lakini kumbuka hili: Mungu anakutazama. Anajua moyo wako, changamoto zako na mahitaji yako. Yuko pamoja nawe katika kila hali, akitoa amani yake, mwongozo na upatikanaji. Hata katika nyakati ngumu zaidi, Mungu anafanya kazi nyuma ya pazia ili kutoa kwa njia ambazo bado hauwezi kuona. Fikiria kuhusu hali yako ya sasa, bili, madeni au ndoto ambazo zinahisi kama ziko mbali. Labda unajaribu kumtunza familia yako, au labda unahofia kuhusu kesho. Hali yoyote ile, Mungu anajua hitaji lako na anakujali sana. Picha ya Mungu akifungua milango ya fursa, akikuongeza kwenye suluhisho na kukuzunguka kwa kibali chake. Huko peke yako katika safari hii. Katika Malaki sura ya 3 mstari wa 10, Mungu anasema, leta fungate yote kwenye gala la nyumba yangu, ili iwe na chakula katika nyumba yangu. Nije na hili, asema Bwana wa majeshi, na mtajua kama sitafungua milango ya mbinguni na kumwaga baraka nyingi, hata mkakosa nafasi ya kuzihifadhi. Huu ni kifungu kinachotukumbusha ahadi ya Mungu ya baraka wale wanaomtumaini, kutoa kwa wingi zaidi ya vile tunavyoweza kufikiria. Je, unaweza kufanya nini leo? Leta mizigo yako ya kifedha mbele za Mungu katika maombi. Omba atufungulie milango ya fursa, atupe hekima katika kusimamia rasilimali zetu na kubariki kazi ya mikono yetu. Tafakari kwenye maandiko yanayotukumbusha imani ya Mungu, kama Zaburi sura ya 37 mstari wa 25. Nilikuwa mdogo, sasa ni mzee, lakini sijawahi kuona mwenye haki akitelekezwa, wala watoto wake wakiomba chakula. Acha ahadi hizi zikujaze na matumaini na ujasiri katika upatikanaji wa Mungu. Tafuta waumini wa kuaminika au familia yako ya kanisa kwa maombi na msaada. Pamoja tuamini kwamba Mungu anafanya kazi, akileta mapatano ya kifedha unayoyahitaji. Ninaingia mbele zako leo na moyo uliojaa matumaini. Hata mbele ya changamoto za kifedha, wewe ndiye muumba wa vitu vyote, yule mwenye ng'ombe elfu mlimani, kama inavyosema Zaburi sura ya 50 mstari wa 10. Hakuna lililo gumu kwako, Bwana, na najua unaziona shida zangu. Unajua mizigo niliyoibeba, madeni,
bili na kutokuwa na uhakika wa jinsi ya kujipatia au kuwapatia wapendwa wangu. Leo naweka mambo haya yote mbele zako. Baba, ninatumaini uwezo wako wa kutoa hata pale njia mbele yangu inapokuwa haieleweki. Neno lako linatuambia katika Kumbukumbu la Torati sura ya 8 mstari wa 18 kwamba unatujalia uwezo wa kuzalisha utajiri. Naomba mwongozo wako katika kutumia ujuzi na fursa ulizonipa. Nionyeshe jinsi ya kuwa mwaminifu na mtii katika yote niyafanyayo, na ubariki kazi ya mikono yangu ili izae matunda. Najua kwamba wewe ni Mungu anayefurahi kutunza watoto wako, kama vile Yesu alivyosema katika Mathayo sura ya 6 mstari wa 31 mpaka 33. Simtazami kwa hofu nikijiuliza tutakula nini, tutakunywa nini, tutavaa nini. Badala yake nitamtafuta kwanza ufalme wako na haki yako, nikitumaini kuwa vitu vyote hivyo vitaongezwa kwangu pia. Bwana, nisaidie kuweka uhusiano wangu nawe mbele ya kila kitu kingine, nikijua kuwa nitakapokuweka wewe mbele, kila kitu kingine kitawekwa sawa. Ninakuleta mahitaji yangu ya kifedha kwako sasa Bwana. Chukua muda kutaja kimoyomoyo changamoto au mahitaji yako. Wewe ni Mungu anayefanya mito katika jangwa na njia katika jangwani, kama isemavyo Isaya sura ya 43 mstari wa 19. Ninatumaini kuwa tayari unaandaa njia yangu kwangu, ukifungua milango nisiyoweza kuiona na kutoa kwa njia ambazo ni zako pekee. Bwana, ninaomba hekima na ufahamu. Unifundishe jinsi ya kushughulikia fedha zangu kwa uaminifu na usimamizi mzuri, kama vile Methali sura ya 3 mstari wa 9 mpaka wa 10 inavyohimiza kuheshimu wewe kwa mali yangu, ili maghala yangu yazijaze hadi kujaa. Nisaidie kuwa mkarimu hata katika vipindi vya uhaba, nikijua kuwa unapenda mtoaji mwenye furaha na kwamba kutoa ni tendo la imani. Pia naomba amani wakati huu, katika nyakati za hofu au mashaka. Nishike akilini kwamba wewe ni kimbilio langu na nguvu yangu, msaada wa karibu wakati wa shida. Kama isemavyo Zaburi sura ya 46 mstari wa 1, niruhusu kupumzika katika uwepo wako na kutumaini katika wakati wako kamili, hata pale majibu yanapochelewa. Mwisho, Bwana, ninakushukuru kwa uaminifu wako. Najua kuwa unafanya mambo yote kutenda kwa faida yangu, kama inavyosema Warumi sura ya 8 mstari wa 28. Naomba kipindi hiki cha kungoja kujiimarishe imani yangu na kuimarisha uaminifu wangu kwako. Nami naamini kwamba wewe ni Mungu wa miujiza, na nakushukuru kwa mapema kwa mapatano ya kifedha yanayokuja. Katika jina la Yesu ninaomba, amina. Unapokumbwa na changamoto za fedha, ada za shule hazijalipo, madai ya hospitali yanazidi kukusumba, umekopa tena kwa riba, na mzigo wa madeni unaongezeka, na hata chakula kinakuwa kigumu kupata. Umejaribu kila njia, umeomba mara kwa mara, lakini bado unahisi mzigo wa madeni, hofu na wasiwasi. Lakini Zaburi hazitangazi tu matatizo haya, zinakutana nayo uso kwa uso kwa imani isiyoyumba. Hizi ni zaburi za msaada wa fedha, zaburi za wakati ambao pochi ni tupu, wakati hujui atakayelipa ada za shule, wakati bili za hospitali zinafanya usiku kwa mchana. Tumia zaburi hizi unapokumbwa na shida za kifedha na unahitaji neema kutoka mbinguni. Zaburi ya 23. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji ya utulivu huniongoza. Hunihuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Waandaa meza mbele yangu, machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu,
na kikombe changu kinafurika. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Zaburi ya 37. Usiungue kwa sababu ya watenda mabaya, wala usiwahusudu wafanyao uovu. Maana kama majani watakatwa mara, na kama miche mibichi watanyauka. Mtumainie Bwana ukatende mema, ukae katika nchi ukaifurahie uaminifu. Jifurahishe katika Bwana, naye atakupa haja za moyo wako. Ukabidhi njia zako kwa Bwana, umtumainie, naye atafanya. Naye atatoa haki yako kama nuru, na hukumu yako kama mchana. Ukae kimya mbele za Bwana, umngojee kwa saburi. Usiungue kwa sababu ya mtu afanikiwapo katika njia yake, kwa sababu ya mtu afanyaye hila. Uache hasira, uache ghadhabu. Usiungue hasara yake kufanya mabaya. Maana waovu watakatiliwa mbali, bali wamngojao Bwana, hao watairithi nchi. Kwa muda mfupi mtu mwovu hatakuwako tena, naam, utatazama mahali pake wala hatakuwepo. Bali wanyenyekevu watairithi nchi na kufurahia amani tele. Mtu mwovu hutunga mabaya juu ya mwenye haki na kumsagia meno yake. Bwana atamcheka, maana ameona ya kuwa siku yake inakuja. Waovu wamechomoa upanga na kukaza uta wao, ili wawaangushe maskini na mhitaji, ili wawachinje wenye mwenendo wa adili. Upanga wao utaingia moyoni mwao wenyewe, na pinde zao zitavunjika vipande vipande. Afadhali kidogo alichonacho mwenye haki, kuliko wingi wa mali ya waovu wengi. Maana mikono yao waovu itavunjika, bali Bwana huwategemeza wenye haki. Bwana anajua siku za wakamilifu, na urithi wao utakuwa wa milele. Hawataona aibu wakati wa mabaya, na siku za njaa watashiba. Bali waovu watapotea, na adui za Bwana watakuwa kama uzuri wa malisho. Watafutika, kama moshi watafutika. Mtu mwovu hukopa wala halipi, bali mwenye haki hufadhili na kutoa. Kwa maana waliobarikiwa naye watairithi nchi, na waliolaaniwa naye watakatiliwa mbali. Bwana huzimarisha hatua za mtu na kuzipenda njia zake. Ajapojikwaa hataanguki chini kabisa, maana Bwana humtegemeza kwa mkono wake. Nalikuwa kijana, sasa nimekuwa mzee, lakini sijamwona mwenye haki ameachwa, wala uzao wake akiomba chakula. Siku zote hufadhili na kukopesha, na uzao wake umbarikiwa. Ujiepushe na mabaya, ukatende mema, ukae milele. Kwa kuwa Bwana huipenda hukumu, wala hatawaacha watauwa wake. Watatunzwa milele, bali uzao wa waovu utakatiliwa mbali. Wenye haki watairithi nchi, nao watakaa humo milele. Kinywa cha mwenye haki husema hekima, na ulimi wake husema hukumu. Sheria ya Mungu wake imo moyoni mwake, hatua zake hazitateleza. Mtu mwovu humvizia mwenye haki na kutaka kumuua. Bwana hataacha ampe mkononi mwake, wala kumhukumu atakapohukumiwa. Mgoje Bwana, ukalinde njia yake, naye atakutukuza uirithi nchi. Utakapoangamizwa waovu, utaliona. Nalimwona mtu mwovu mwenye jeuri akistawi kama mwerezi wa Lebanoni. Nalimwona, naye hakuwako, nikamtafuta wala hakupatikana. Uangalie mtu mkamilifu, tazama mtu mnyofu, maana mwisho wa mtu huyo ni amani. Bali wakosaji wataangamizwa pamoja, mwisho wa waovu utakatiliwa mbali. Bali wokovu wa wenye haki unatoka kwa Bwana, yeye ni ngome yao wakati wa taabu. Bwana huwasaidia na kuwaokoa, huwakoa na waovu na kuwakomboa, kwa kuwa wamemtumainia. Zaburi ya 34.
Nitamhimidi Bwana kila wakati, sifa zake zi kinywani mwangu daima. Nafsi yangu itajisifu kwa Bwana, wanyonge watasikia na kufurahi. Mtukuzeni Bwana pamoja nami, na tuliinue jina lake pamoja. Nalitafuta Bwana, akanijibu, akaniokoa na hofu zangu zote. Wale wamwangaliapo watangaa, wala nyuso zao hazitatahayari. Maskini huyo alilia, Bwana akasikia, akamwokoa na taabu zake zote. Malaika wa Bwana hukaa akipanga hema kumzunguka wamchao, naye huwaokoa. Onjeni mwone ya kuwa Bwana yu mwema, heri mtu yule anayemtumainia. Mcheni Bwana, enyi watakatifu wake, maana hakuna upungufu kwao wamchao. Simba yu waliishiwa na njaa, bali wamtafutao Bwana hawatakosa kitu chema. Njoni, enyi watoto, nisikilizeni, nitawafundisha kumcha Bwana. Ni mtu yupi anayetaka maisha na kupenda siku nyingi apate mema? Uzuie ulimi wako usinene mabaya, na midomo yako isiseme hila. Ujiepushe na mabaya, ukatende mema. Utafute amani, ukaifuate. Macho ya Bwana yako kwao wenye haki, na masikio yake kwa kilio chao. Uso wa Bwana ni juu ya watendao mabaya, ili aukate kumbukumbu lao katika nchi. Wenye haki walilia, Bwana akasikia, akawaokoa na taabu zao zote. Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo, na waliopondeka roho huwakomboa. Mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humkomboa na hayo yote. Huzilinda zote mifupa yake, hapana moja kati yao iliyovunjika. Uovu utamuua mtu mwovu, nao wamchukiao mwenye haki watahukumiwa. Bwana humkomboa nafsi ya watumishi wake, wala wote wamkimbiliao hawatahukumiwa. Zaburi hizi hazitukatai hali tunayopitia. Zinathibitisha kwamba Mungu haoni tu hali zetu za kifedha, bali pia anajali na kuleta suluhisho. Zinatuambia kuwa hata wakati tunaona ukosefu, kuna wingi wa neema ya Mungu inayotuongoza na kutulinda. Hizi si maneno tu ya kuatia moyo, ni mikono inayotushika tunapokuwa kwenye dhiki. Tunapohitaji zaidi ya mipango ya mwanadamu, tunahitaji muujiza. Kwa hivyo, ikiwa unakumbwa na changamoto za kifedha, zaburi hizi zikumbuke. Huenda bado haujaona suluhisho, lakini mchungaji wako hakuachii. Utoaji wa Mungu uko njiani kuja kwako. Je, umewahi kuhisi kama unapigana vita visivyoonekana? Kama kuna sauti za ndani zinazokuvuta mbali na Mungu kila siku, na wakati mwingine umechoka sana kupambana. Nisikilize vizuri, hauko peke yako, na wewe si dhaifu. Hata Yesu mwenyewe alijaribiwa, lakini Biblia inatupatia silaha halisi za kushinda vishawishi vya maisha haya. Leo nitakushirikisha mstari 7 ya neno la Mungu itakayokusaidia kusimama imara hata katikati ya majaribu makali. Mstari wa 4. Usiupuuze. Ndio unaoshikilia nguvu ya kipekee ya kudumu. Mathayo sura ya 26 mstari wa 41. Angalieni na mlie, msiingie katika majaribu. Roho iradhi tayari, lakini mwili ni dhaifu. Yesu alisema haya kwa wanafunzi wake na pia kwa sisi leo. Maombi ni silaha. Hutashinda kwa kutegemea nia tu. Kuwa macho. Omba kila wakati. Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 13. Hakuna jaribu ambalo limekukuta isipokuwa lile la kawaida kwa wanadamu. Na Mungu ni mwaminifu, hata kuacha ujaribiwa zaidi ya uwezo wako, bali pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea ili uweze kulivumilia. Jaribu lako halijakukuta wewe tu. Wengine wamelipitia. Na Mungu ameahidi hautashindwa nalo. Kila wakati kuna njia ya kutoka. Yakobo sura ya 4 mstari wa 7. Basi mtini Mungu, mpingeni shetani, naye atawakimbia.
Unapomtii Mungu kwa moyo wako wote, shetani hawezi kusimama mbele yako. Waebrania sura ya 4 mstari wa 15. Maana hatuna kuhani mkuu asiyeweza kushiriki nasi katika mambo ya udhaifu wetu, bali yeye alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote, bila kufanya dhambi. Yesu anajua kabisa maumivu na mapambano ya ndani. Alijaribiwa kama sisi, lakini hakutenda dhambi. Yeye yuko tayari kukusaidia kila hatua. Wagalatia sura ya 5 mstari wa 16. Basi nasema, enendeni kwa Roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Ukitembea kwa Roho wa Mungu, unapata nguvu mpya dhidi ya tamaa za mwili. Kila hatua yako ya kumkaribia Mungu ni ushindi mpya. Zaburi sura ya 119 mstari wa 11. Nimeficha neno lako moyoni mwangu, ili nisiweze kukutenda dhambi. Huu ndio mstari watu wengi hupuuza, lakini ukweli ni kwamba kujifunza na kuhifadhi neno la Mungu moyoni ni silaha ya ndani ya kushinda vishawishi. Neno hilo linakuwa kinga unapojaribiwa. Warumi sura ya 6 mstari wa 14. Kwa maana dhambi haitakuwa na mamlaka juu yenu, kwa kuwa hamui chini ya sheria, bali chini ya neema. Vishawishi ni vya kweli, lakini ushindi wa Mungu ni wa kweli zaidi. Mistari hii si maneno matupu, ni silaha za kiroho. Tumia, tafakari, ishi kwa neno hilo. Na ukihisi umelemewa, usisahau kulike, kushiriki na kujisajili ili ujumbe huu uwafikie wengine wanaohitaji msaada wa kupambana na majaribu yao. Yesu yuko upande wako, na kwa msaada wake unaweza kushinda.